Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV. Hapa bila mashaka tuko hadhi kwa mara nyingine tena. Hapa tunasema tuko hapa Baura nikiwa na rafiki yangu hapa kijana mpambanaji mashallah ambaye anatoka katika zao la wilaya ya Kondoa na ni moja katika wasomaji wa Qur'ani kwa njia ya tajwidi kizazi cha sasa. Ni moja katika kijana ambaye alofanikiwa katika hii fani ya tajwidi. Walau tuweze kupata majina yake kwa ukamilifu. Yeye ni mzao wa wapi? Atuelezee mafanikio ya kuanza kuitafuta hii fani ya makamati, fani ya tajwidi, na mpaka sasa ilikuwa namna gani? Tupate mambo mazuri kutoka kwa ndugu yangu. Kwanza ajitambulishe majina yake. Karibu Habib. Kwa majina naitwa Ridwan Juma Kinyasi, lakini mara nyingi huwa natumia Juma Kinyasi. Juma Kinyasi ndio jina maarufu, lakini ni Ridwan Juma Kinyasi. Tuelezee kidogo hapa, wapenzi watazamaji watahitaji kwanza kujifunza kutoka kwako. Ni kijana mdogo tu lakini mashallah mambo yako ni makubwa na yanaonekanika katika harakati hizi za fani hizi za tajwidi. Kwanza tuelezee ulivyoanza usomaji wako na mpaka sasa umekuwa ni mtu maarufu katika nchi ya Tanzania. Kweli nilianza katika, mimi ni mzaliwa wa kijiji cha Sori, wilaya ya Chemba. Nilianza kwa babangu pale, lakini mwisho wa siku nikaenda Dar es Salaam. Kwa Dar es Salaam nikakutana na mwalimu mmoja ni Seven marhum, aitwa Omar Abdallah Mvoni, ambaye Sheikh alimtamka hapa almarhum. Lakini mwisho wa siku mpaka hivi mnavyoniona ni kuna Sheikh hapa, Sheikh Ashraf, takriban miaka zaidi ya 10 na sasa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amhifadhi, yeye ndio kila kitu kwa kweli. Niseme tu kwa kauli fupi kwamba Sheikh Ashraf ndio kila kitu kwangu. Yaani yeye ndio alikuonesha njia baada ya kuwa umepata ibtidaia za mwanzo na nini, lakini mtu ambaye amesababisha paka hivi sasa unaendelea kupambana kwenye majukwaa ni Al-Habib ndugu yetu Sheikh Ashraf. Naam. Ni iko hivyo kwamba tangu nilivyokuwa naye nimejifunza mambo mengi na mpaka leo bado najifunza. Bado najifunza. Wako ambao vijana wenzako ambao wenye fani hii ya tajwidi ambao hasa bado hawajapata mwalimu sahihi na bado wanapambana kwenye majukwaa kuonesha uwezo wao ama kuonesha kipaji chao, nini la kuambia vijana kama hao? Mimi ni washauri tu kwamba muda ukua kwamba sasa hivi washajiona kwamba ni wasomaji, ni muda ulikuwa sahihi kwenda kujifunza, kwa sababu hii ni Qur'an. Qur'an na sisi tuna walimu zetu wanajua haya mambo. Mimi cha kuwashauri kwamba ni kwamba kweli kujifunze, lakini mwisho wa siku watayapata hayo wanayotaka. Yapo tu. Ni muda, ni swala la muda, kila mtu ana muda wake. Sasa mimi masikitiko yangu yatakuja huko kwamba muda ambao ulikuwa sawa wao wanaweza kuforce kwa wao, afu mwisho siku wakakosa vyote. Kwa hiyo alimuhimu waende tu kwa walimu kujifunza. Mashekhe wapo wanaojua sasa hivi dunia leo haina anachoweza kuficha. Mashekhe wapo. Mimi cha kuwashauri tu ni waanze kuenda kujifunza kwa mashekhe. Wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, tumesema tuko na ndugu yetu Ridwan Juma Kinyasi, mwamba huyu kutoka Sori ambaye sasa yuko katika jiji la Dar es Salaam, ndipo anapotingisha kwa wakati huu kwamba Qur'ani anahakikisha Qur'ani inasonga mbele kwa kasi kwa namna yake. Na hapa tukisikiliza historia yake ni moja katika vitu ambavyo unatakiwa kujifunza sana mtazamaji, na hasa wewe mpenzi mambo haya makamati kwa fani hii ya tajwidi, unatakiwa utafute mwalimu sahihi. Usiridhike kwa kusikiliza simu, usiridhike kwa kusoma kwenye majukwaa pasipokuwa na mwongozo. Mwongozo ni kumtafuta mwalimu aliyokuwa sahihi. Ndugu yangu Sheikh Ridwan Juma Kinyasi, wengi wanasema hivi, Qur'ani bwana huwa haina malipo. Unasoma Qur'ani Sheikh, itakufaidisha nini? Unatakiwa ufanye mambo, ufanye biashara Sheikh, upate pesa, ujenge nyumba. Ukishakuwa mfanye biashara maana yake utajenga nyumba, utavaa vizuri, utakuwa na vipando vizuri. Unawaambia nini kuhusiana na Qur'ani? Hivi ni kweli Qur'ani simpaishe mtu kwa sampulio? Mimi tu kwamba niweze kusema binafsi yangu mimi, Qur'ani imeweza kuninufaisha kwa kiasi changu mimi, alhamdulillah. Kwanza niliweza kuwakilisha Tanzania katika mashindano ya kimataifa ambayo yalifanyika mwaka jana katika ukumbi wa Mwalimu Nyerere. Kulikuwa na nchi zaidi ya 14 na niliweza kuibuka pale mshindi. Na namba moja maana
na zawadi ilikuwa kubwa na watu walijua. Si vizuri sana kuitamka. Aitamke bana ili watu waone kwamba Qur'ani sio mchezo. Qur'ani ni miujiza. Unaweza kumdharau mtu kumbe Qur'ani ikamnyanyua yule ambaye unamdharau. Nilichukua $5,000 sawa sawa na milioni 15. Allahu Akbar. Mashaallah. Bwana mpenzi mtazamaji, hiyo ni faida ya Qur'ani bwana. Kwa nini unaiacha kuisoma Qur'ani na hali ya kuwa unafahamu Qur'ani ni miujiza? Pale ulipo unaweza kunyanyuliwa na Qur'ani. Ukiacha Qur'ani itakubwaga. Kama maneno anazungumza mara nyingi ndugu yangu Sheikh Kiski, inyanyue Qur'ani. Ukifanya mzaa Qur'ani inakubwaga Sheikh. Au sio? Milioni 15 Sheikh umeondoka nazo. Kwa hiyo wale ambao wanadhani kwamba Qur'ani ukiwa unasoma Qur'ani labda pengine unachelewa. Si kweli. Mambo ya Mungu hayachelewi, wewe ndio uko nyuma. Qur'ani siku zote iko mbele, haiwezi kuwa nyuma. Kwa hiyo ameacha kuwashauri tu Qur'ani inalipa, isipokuwa sasa kama nilivyotangulia kusema kwamba ni lazima ujifunze mpaka unakuja kufikia labda pengine kwenye mashindano, kwa sababu unashindana na watu ambao ni professional. Wao Qur'ani ndio chakula chao. Na kwa hiyo mpaka kuja kushinda pia si kazi ndogo. Sio kazi ndogo. Lazima ukubali kukaa chini, kufunzwa, kukubali kuteseka. Kwa hiyo hayo mafanikio yatakuja baada ya kujua tu. Ukishajua basi kila kitu na Mwenyezi Mungu anafungua. Leo wapenzi watazamaji, kwa kumalizia kipindi changu kwa sababu tuko kwenye ziara sisi Babu Salam Al-Levivi na tumekunasa mahala hapa pakiwa tuko katika kitongoji katika kijiji hichi cha Baura. Wengi watatamani kweli milioni 15 Sheikh, milioni 15 umeondoka nazo. Ulisoma vipi walau kwa dakika 4 ama 5 tuweze kupata ile ladha ambayo uichukua Sheikh? Sio kazi ndogo kushiriki nchi zile kwa pale na ukaondoka na milioni 15, ukaibuka mshindi namba 1 tena kuiwakilisha Tanzania. Sio Tanzania tu, kuiwakilisha Dodoma, si Dodoma tu, kuiwakilisha Kondoa. Hebu walau kwa dakika 3 ama 4 tusome Qur'ani ile ambayo siku ile uliipiga pale. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. طيب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Naam, wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, haya ni mambo mazuri ambayo yanatoka kwa kijana mdogo kabisa huyu ambaye ameamua kuipambania Qur'ani na kuonesha uwezo ambao Mwenyezi Mungu amempatia. Ni ndugu yako huyu Ridwan Juma wa Kinyasi, maarufu huyu anaitwa Kinyasi. Ni kutoka katika wilaya Kondoa na sasa yuko katika mji wa Dar es Salaam. Ni mambo mazuri haya yanayotoka kwake. Usiache kufuatilia channel yetu hii ya Babu Salam Online TV. Ulikuwa nami ndugu yako Ustadh Ramadhan bin Juma bin Hussein wa Babu Salam Online TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.